Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Uweze kuivuta kidogo kwa nyuma. Yaani nikuzoom. Hapo. Sasa labda tu nikumbushe kidogo katika somo la nyuma, tuweze kuendelea tulipoishia, na ila kuna kitu cha tofauti ambacho tunaenda kujifunza pamoja, na ningeomba ushirikiano wenu wote tuweze kujifunza somo hili la makini kwa ajili yetu sisi sote. Labda nianze na Atanas. Mchana tulijifunza nini na somo liliitwaje? You are welcome. Karibu. Mike itembee. Mchana tumejifunza, somo lilikuwa linasema jinsi ya kujiondoa katika vifungo kwenye maisha yetu. Jinsi ya kuondoa nini? Kujiondoa katika vifungo. Jinsi ya kujiondoa katika vifungo kwenye maisha yetu. Ya maisha yetu. Umegusia baadhi ya mambo, ukasema mtu mmoja kwa maisha yake yeye binafsi. Yaani kuna namna unajaribu kupiga hatua, unajikuta uende mahali. Ndio. Trace back au ukirudi nyuma ukachunguza kwa makini maisha yako, unaweza kukuta kuna maagano au tabia ya familia uliotoka. Ndio. Kwamba huenda wazazi wako au kwenye ukoo mababu zako wameingia kwenye maagano ambayo wewe yale madhara au kama matokeo ya yale maagano walioyaingia kwako yamekuathiri pia. Kwa hiyo inatakiwa ugundue kwanza umetoka wapi. Ujue changamoto hiyo sababu ni nini. Ukishajua historia yako wewe mwenyewe binafsi, hapo sasa ndo unaanza kujua jinsi ya kutatua tatizo, ambapo tumejifunza kwamba kwa njia ya imani sisi ambao tulioamini lazima turudi miguuni kwa Yesu, tupige magoti, tuombe, atufungue kututoa huko tulipokuwa ambako tumefungwa. Kama ni kwenye ukoo, maana yake atuondoe kwenye huo ukoo, sio kwa jinsi ya mwili, lakini kiimani tutoke kwenye huo ukoo tuingie kwenye imani hiyo ya Ibrahimu ambayo ina baraka. Asante. Uko makini. Mpe mwingine, mpe hapa shemeji yangu. Somo la mchana ilikuwa ni jinsi ya kujitoa katika vifungo wewe mwenyewe, na kuna baadhi ya mafungu ukatoa pale. Fungu kuu ilikuwa ni Isaya 52:2. Pia ukatuonesha na njia ya kujitoa katika vifungo hivyo. Na kusikiliza? Umemaliza? Umemaliza hapo? Kwa hiyo umepata nini katika swala hilo? Hapa nimepata kwamba ni jinsi ya kutambua kwamba kuna vifungo ambavyo vipo katika familia au katika ukoo. Inabidi uvichunguze, alafu ujitenge navyo. Asante. Mpe kijana hapa. Uko unasoma, wewe umejifunza nini somo la mchana wa leo? Somo lilikuwa linahusu jinsi ya kujifungua kwenye vifungo. Nilichojifunza, vifungo ambavyo ni vya kiroho hata kimwili pia. Kwa sababu kwa mfano dhambi mpaka yani iwe kifungo, ina maana inaanza kwenye nafsi yako au kwenye mawazo yako, kwa namna mimi ninavyoelewa. Ndio. Kwa hiyo unavowaza ndivyo utakavyotenda. Kwa hiyo namna ya kufunguliwa ni kumwomba Mungu ili uweze kufunguliwa. Hicho ulichokielewa. Muombe Mungu upate kufunguliwa. Sawa. Mpe Kevin Mike. Kevin, ulipata nini katika somo la leo? Kama walivyotangulia kusema, mimi nitasema labda kingine ni hichi ambacho ni njia ambazo za kuweza kujikomboa katika hilo.
ukagusia kwamba Yesu kazi yake ni kuwafungulia wafungwa uhuru wao, kwa sababu yuko ambaye anawafunga au wafungwa wasiende hata kwao. Unaona? Ukatoa njia moja ya kwanza sasa kujikomboa, maana kuna neno mwenyewe kama inavyoonekana pale. Mwenyewe ni kwamba lazima ujue position yako ulipo. Ndio. Mahali ambapo wewe hupo, ili ujenge kuanzia hapo. Na kikubwa zaidi ni hakuna jambo jingine la kukomboa zaidi sana ya maombi, kufanya maombi, na hata kama kuna uzoefu mwingine hakuna jambo jingine zaidi ya maombi. Kwa ni maombi, ila pointi kuu ni kwanza kujua wewe sehemu yako sahihi, usahihi wa sehemu yako upo sehemu sahihi. Sehemu yako ndio ni position yako ni hiyo sahihi ulipo. Kwa hiyo ndio pointi kubwa niliyoichukua. Okay. Kujua nafasi yako. Kujua nafasi yako. Wamala, umeelewa nini? Karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi nimejifunza kwamba kumbe tunafungiwa katika baadhi ya vifungo kutokana na maisha ambayo labda tulikuwa tunaishi. Unaweza kukuta maisha mengine unayoishi labda ni maisha ya dhambi, kuna tabia ambazo bado unaendelea nazo kuzifanya. Kwa hiyo ukiendelea kuishi katika hayo maisha, usipojitambua ukamwomba Mungu sana akusaidie, utajikuta unaendelea kufungiwa katika vifungo vya namna hiyo. Kwa hiyo kwa jinsi ya namna hiyo tunatakiwa tuombe sana, na zile tabia ambazo tunazo tujiangalie katika maisha yetu, kama alivyosema mwenzetu hapa kwamba tujitathmini, tujue tumesimama katika position gani, ili tuweze pata kutafuta ushirika na Bwana Yesu Kristo, ili tupate kukombolewa katika vifungo mbalimbali. Asante sana. Naomba mpe Linus Mike. Linus, wewe kutoka na nini ndugu yangu? Mimi nilitoka na katika jinsi ya kujiondoa kutoka katika vifungo. Niliona jambo la kwanza ni kugundua mahali ulipoangukia. Kama ambavyo Mungu alimuuliza Adamu uko wapi? Manake anataka atambue mahali alipoangukia na mahali anapotakiwa aelekee. Kwa nikaona jukumu ambalo tunalo ni kutambua wapi ulipoangukia. Lakini pia nikajifunza kwamba moja ya hatua ambazo unaweza ukazifanya kujiondoa katika vifungo ni kumlingana Mungu, kama alivyofanya nani? Yebesi. Ndio. Alafu katika hatua pia za kufungua vifungo, kaona kwamba Yesu ndiye anayefungua vifungo. Na pia hatua nyingine ni kumsifu Mungu, kama ambavyo alifanya kina Paulo walipokuwa katika vifungo. Ni njia mojawapo ya kujifungua na kufanya maombi. Na hapo katika maombi tukasema kwamba ikiwa mtu amefungwa katika kifungo cha kutokuomba, basi suluhisho ni kuanza kuomba. Amina. Ulikuwa makini sana mtumishi wa Mungu. Mpe yule mama pale mwenye nguo nyeupe. Huyu mweupe, mama mweupe. Sorry, si nguo nyeupe. Wewe umetoka na nini? Maana wamama wanaweza kukuangalia kumbe wao hawaga nafikiri wanakuelewa, kumbe wanawaza kusuka. Aya, wewe umepata nini katika somo la leo? Mimi nimejifunza kwamba baada ya kutambua vifungo ulivyo, njia pekee ni kumwendea Mungu. Kumwendea Mungu baada ya kuvitambua. Baada ya kutambua ni kumwendea Mungu ili aweze kukuondoa katika hivyo vifungo. Asante sana. Mpe na huyu mama hapa mwingine. Wewe mbona angalia nyuma? Haya, wewe umejifunza nini? Maana nataka sasa tukija wakati mwingine tu tumeshinda tukawafungua na wengine. Sema. Mimi nimejifunza kwamba tuitambue nafasi yetu kwanza, ambayo Mungu ametupa. Ina maana kwa kuijua nafasi yako waweza kujua karama zako pia. Waweza kujua ni mahali gani Mungu amekuweka. Ndio. Na chengine tena katika njia ili uondokane na hivi vifungo, tunaona kwamba maombi yanahitajika. Kuwa karibu na Mungu zaidi ili kuweza kutuondoa katika hila za mwovu. Asante sana. Kujua nafasi atukumbusha. Chukua Michael Franki, mpe mama Kemi atueleze hapo yeye ametoka nini katika ukiwa nje nitakusahau. Ni Mike tu. Mama Kemi, wewe umejifunza nini? Bwana Yesu asifiwe. Amina.
Mimi somo la leo nimejifunza jinsi ya kujifungua mwenyewe vifungo. Ndio. Ambapo nimeona kwamba kumwamini, kumtegemea Mungu sio sababu vifungo visikufuate. Kwa hiyo bidi kwamba ujue nafasi yako, lakini hujue jinsi ya kumwomba Mungu na kufungua vifungo vyote tunavyokumbana navyo. Kwa hiyo umejifunza mapambano baada ya kuamini. Ndio. Asante. Haya. Sasa hiyo ndio iko hivyo. Mpe Shayo. Alafu tutakuja kwa blaza mweupe hapo. Nataka tuangalie wote. Shayo, karibu. Asante. Kama walivyotangulia wenzangu, siko mbali sana na wao. Nadhani umetufundisha namna ya kujitambua. Pengine kuna koo ambazo zilikuwa zina vifungu, zina laana. Lakini sisi tukisha tambua, tunaweza tukatubu kwa Mungu, basi tukapata msamaha, tumetoka katika vifungo vya mababa zetu ambazo walivyokuwa wanavitumikia. Lakini mengi wamezungumza wenzangu, niko pamoja nayo, wala siko mbali nao sana. Mpe blaza mweupe hapa. Nanakuwa na hamu na maiki. Karibu. Asante. Tumeishi. Somo la leo ni kwamba limefika mahala pake na ndivyo jinsi tunavyoishi. Ndio. Hatupo kinyume na maandiko ambayo umetufundisha. Hivyo basi inatupasa sisi kwa mujibu wa mwongozo wa neno la Mungu, natakiwa sisi tusimame imara, tusishie kuyasoma hapo na kuyacha. Kwa maana ya kwamba umesema ya kwamba tunaweza tukajiona tunakuja kanisani, lakini tunaporudi majumbani kwetu tunakuta ile hali ya maisha yetu bado haijapata badiliko. Na ili badiliko ndio kama walivyosema, hii sisi tupo katika vita. Na shetani akishaona kwamba sisi tunahusika na kumtukuza Mungu wetu wa mbinguni, basi anatugea vigezo na vikwazo. Kaingia pale tunanyimwa uchumi, tukimshinda kwenye uchumi anatugea maradhi, ukikosa maradhi anatugea ndoa ambazo hivyo anavyojua yeye mwenyewe, ili mradi tukwame. Umeona? Hivyo sasa sisi tusimame imara. Kwa maelezo mengine wenzangu nafikiri wametangulia. Sisi tunachopaswa tusimame imara hili, kwa kuwa ule ukombozi wa Bwana Yesu Kristo ni kwa wote, alafu kuna ule wa binafsi ambao mimi mwenyewe ndo nijitoe katika vifungo, kusalimu amri mbele ya Mwenyezi Mungu. Asante sana. Asante. Sasa hebu mpe Beni na malizie hapo mwinjilisti. Kila mtu ashe. Karibu Beni. Kutoka 15:3 inasema Bwana ni mtu wa vita. Ndio. Kwa hiyo tuko katika mapambano makubwa, na kama Bwana anayetuongoza ni mtu wa vita, na sisi tuko vitani. Hivyo basi tunapaswa kutambua nafasi yetu, na tunapaswa kumshikilia Bwana aliye mtu wa vita ili tuweze kushinda vita hii. Asante. Asante. Mwinjilisti? Asante. Mimi nimejifunza kwamba Mungu amemuumba mwanadamu na anampa mahitaji. Unapoona kwamba umekosa chakula, labda mavazi, wapo hesabu kwamba upo katika kifungo. Hilo hapo. Pia nimejifunza kwamba unaweza ukawa unaamini lakini ukawa bado uko ndani ya kifungo. Kwa hiyo tunahitaji kupambana. Lakini sitaki nirudie walichokizungumza, ila nataka kuna kitu nataka nikiweke hapa ili unapojadili ndio ukiweke sawa. Karibu. Kwa mfano mimi. Kuna mtu labda unakuta ndo mimi sasa. Ndio. Mtu labda nimeamini. Mwanzoni kuna maisha labda yalikuwa yanaenda katika hali si nzuri, lakini zile basic need sio za kuanza kufikiria. Ndio. Unaona, na ukasema kwamba katika familia unaweza kukuta labda kuna na sukari, mtu ana sukari, mtu ana pressure, na wewe unakuta upo katika huo mlolongo. Ndio. Lakini katika kesi yangu mimi ya kiuchumi katika familia hawana uchumi sana, lakini wanajimudu. Ila baada ya kuamini sasa ni kama mimi nimebrokiwa. Okay. Yaani ukiangalia kwenye zile basic needs za kifamilia, yani mimi ndio nikopua. Sasa hicho ni moja ya kifungo au ni katika harakati za kupambana? Hilo la kwanza. La pili, ndio huwa naona pia maombi hata ya warokore wanakuwa wanasema kwamba labda shetani namkataa kwa sababu ni chanzo cha umasikini, chanzo cha nini. Sasa maombi hayo kwa tafsiri tunayoiona kwamba ni kama wako sawa.
kwamba tunakataa labda laana fulani, tunajitenga na jambo fulani, tunakataa kitu fulani kwa muktadha ya kwamba hawataki kuwa katika system ya shetani kwa muundo wa vifungo, kifungo fulani. Hiyo ina make sense. Tutaiweka sawa. Okay. Asante. Sasa mpe maiki msomaji wangu tuendelee na kipindi. Yes. Nataka kusema. Ndio. Okay, nilikuwa nimekubania soma. Sema. Okay, sorry. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi nimejifunza. Na Mlago tunakuhitaji pia hapa Nimejifunza kwamba ndio sitakiwi kuwa na visingizio. Maana Adamu alipoulizwa uko wapi, akaweka visingizio. Kwa hiyo kwenye maisha ambayo nimepitia, na kama natafuta namna ambapo kuanguka, inabidi niangalie chimbuko kule ambako mimi nimetoka. Ndio. Kwa hiyo sitakiwi kuwa na visingizio, sababu unapokuwa huko tena kwenye Ukristo ukileta visingizio, ina maana hata kwenye mafanikio tutayakosa, kwa sababu tunaweka visingizio kwa watu wengine, sio wenyewe hatusimame. Asante sana Kevin, rekebisha, weka vizuri mic kama kamera kama iko sawa, na utaangalia kama kuna sauti huko walikuwa tumewakosesha watu. Bwana asifiwe. Basi katika somo letu leo, somo linasema kwamba maisha baada ya kufunguliwa. Maisha baada nini? Iko chini hapo. Hiyo ni highlighting, maisha baada ya kufunguliwa. Tunatakiwa kuishi vipi? Tupige magoti tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakuomba ukatufungulia akili zetu tupate kuelewa maandiko matakatifu. Kipawa chako na njia mpya ikafanikiwe na ikamaanishwe, tukapate maana mpya ya maisha yetu kuanzia leo, maana uko nasi katika Kristo Bwana wetu. Amina. Sasa twende vizuri, tuende kwa lako kupitisha kitu fulani hapa ili tuweze kupata kumbukumbu la msingi. Na haya mambo tunayojifunza hapa ni serious issue, si mambo tu ya theology. Ni serious issue ambayo tunakumbana nayo na tunapaswa kupambana kuweza kuelewa haya mambo vizuri. Kuna nukuu kadhaa nimeziweka hapa na kuna mifano ya kibiblia nimeiweka hapa, tutaenda kuiangalia vizuri. Katika hatua, kabla tujiingia katika hatua ya pili ya somo, sababu somo ni lile ila katika dimension nyingine, naomba tuangalie swala la Petro. Swala nani? Petro. La Petro kwanza, katika jinsi ya kujiondoa mwenyewe katika vifungo. Sasa kuna kitu hapa kwa Petro tunahitaji kujifunza, nguvu ya kanisa. Nguvu ya nini? Ndio maana mara nyingi hata kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia, mtumishi Masawe, naona kama unapenda sana kutuambia jitahidi kuwa na kanisa la mahali. Kanisa la nini? Mahali. La mahali. Waga na mimi ni mpinzani sana wa makanisa ya kusalia nyumbani. Wewe nyumbani sali na mkeo au na mme wako na watoto wako. Kwa sababu ninajua maana ya nguvu ya kanisa. Na mnaongea na experience preacher ambayo nimekaa ndani ya tasnia hii kwa muda, nimeona madhara makubwa kwa watu ambao hawaende wapi? Kusanyiko. Katika kusanyiko. Msomaji nipo, tusome Matendo 12 mstari wa kwanza mpaka 11. Nataka tuangalie nguvu ya kanisa katika eneo la kujiondoa mwenyewe katika vifungo. Soma 12 Matendo 1 mpaka 11. Anasema panapo majira yale yale, ndio Herode mfalme akanyosha mikono yake, ndio kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Karibu. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Na akiona Yakobo imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa ni siku za mikate isiyochachwa. Karibu. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani. Tulia kidogo hapo msomaji, piga nukta usitoke hapo. Tukubaliane kwanza kama kanisa, sawa? Petro alikuwa ni mtume wa Yesu, si ndio? Ndio. Alikuwa anafanya miujiza. Ndio. Alikuwa ni mtu mkubwa katika kanisa, si ndio? Ndio. Maandiko yanasema kwamba Herode akamkamata, akamweka wapi? Gerezani. Kumbe inaweza ukawa na huo, wengine wanaita upako, si ndio? Na ukatiwa wapi? Gerezani. Ila katika ile mentality ya Kipentekosti, mtu anayepitia pia misukosuko amelaniwa, si ndio? Sasa katika somo langu nataka nitofautishe hapa. Nilisema kuna misukosuko ambayo inaletwa na Ibilisi, anakutempt na kuna trial ambayo Mungu anakujaribu
hiyo vitu viwili, na utajua kama ni mwamini, utaelewa tu. Sasa Petro anatiwa gerezani. Kwa hiyo inawezekana kabisa wewe kabisa hapo unasali kabisa, unafunga na kuomba, uko smart, ni kiongozi na nini, lakini kuna wakati unaweza ukapitia changamoto kutoka kwa ibilisi akakutia kwenye kibano. Sasa mtu ambaye atashindwa kutofautisha, ndio anaweza kawaza mratibu wetu kuna kitu amekiharibu nyuma, ndio maana amempata. Si mbona atakuwa anamwambia Yesu yule kipofu, wanamuuliza je, nani alifanya dhambi kati yake na baba zake? Yote inalingania hivyo, akamtia gerezani. Sasa ni circumstance ambayo ilimkuta mtume Petro, na alikuwa anasubiri kwa sababu tayari kashaona mfano wa mwenzake Yakobo, mtume mwenzake Yakobo. Kumbuka huyu Yakobo anaouawa ni mwana wa Zebedayo, yule ambaye alikuwa karibu na nani? Na Yesu. Yaani Yesu akichukua wale wanafunzi, anachukua Petro, Yakobo na Yohana. Sasa huyo ambao ipo in touch na Yesu akapigwa panga. Wewe unafikiri Petro alikuwa anawaza nini gerezani? Kifo. Anasema kama mwenzangu Yakobo kauawa, mimi ni nani, si ndio? Lakini kanisa, endelea na andiko likafanyaje? Anasema basi Petro akaenda gerezani, ndio, nalo kanisa likamwomba Mungu. Na kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Zingatia, likamwomba Mungu kwa nini? Kwa juhudi kwa ajili yake. Kwa ajili yake. Endelea. Anasema hata wakati Herode alipotaka kumtoa, ndio, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, ndio, walinzi mbele ya mlango, wakailinda gereza. Naam. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akasema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge ukavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe, wakatoka nje, wakapita katika njia mmoja. Mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote. Asante. Kwanza hapo kuna teknolojia hapo wazungu wameiga. Leo ukienda kwenye mahoteli makubwa, mabenki, si ile mlango unafanyaje? Unafunguka. Ukikuona tu walichukua hapa teknolojia. Wazungu ni watu wa kutafakari vitu vingi. Sasa tuachane na hiyo, tulikuwa nichombeza. Sasa pointi yangu ni nini katika hiyo muktadha wa hiyo kitabu? Ni kwamba kanisa lilifanyaje? Lilimwombea. Amepatia. Liliomba kwa juhudi. Kuna kuomba na kuomba kwa nini? Kwa juhudi. Unajua hatujaomba rafiki zangu. Unajua watu kanisa zima linamwombea Amani Mlagwa. Unajua si mchezo? Wote kwa moyo mmoja wanaombea shida ya fulani. Mbingu ikasema kwa juhudi hii, beti imeisha. Kwa juhudi hii malaika akatumwa na Mungu kumwamsha nani? Petro. Kuna wakati unaweza ukapitia changamoto ambayo Mungu ameruhusu ipitie ili yakuvushe. Na kuruhusu hivyo pia inawezekana pia na wewe una mahusiano gani na ndugu zako. Ndio maana tunapaswa kuimarisha nguvu ya kanisa. Unajua anje naambia habari njema. Tukiwa serious, tukagundua fulani amepatwa na jambo, kanisa likiitisha wito, labda na mzee wa kanisa ama shemasi, kwamba tumuombee huyu mama huyu dada kwa hizi siki, na kwa moyo mkunjufu tukakubaliana kwa moyo huu mmoja bila kupepesa macho. Kama ni kufunga tuli na kunywa tunafu, si wewe mwenzako unadokoa vitu vingine. Tukawa katika umakini, ile jambo Mungu anafanyaje? Alifungua. Sasa hapa nimechombeza kwamba kuna mambo ambayo unaweza ukapambana nayo kama mwenyewe binafsi, na kuna mambo ambayo inabidi nguvu ya kanisa ifanyeje?
Nihusike. Umenyosha mkono. Si juu mlango tuufunge ili hizi kelekele zipungue za watoto. Sasa pointi nini? Pointi ni kwamba liwalo na liwe, iwe kwa nguvu ya kanisa ama kwa nguvu yako binafsi ya maombi, unapaswa usikae kizembe. Herode alisimama, si Herode, ni Ibilisi kasimama. Sasa kuna vifungo acha vya kutiwa gerezani. Kuna wenzetu pia wanatiwa gerezani, sawa kuna mhubiri mwenzetu kule Kongo alipigwa, walimkamata na Waislamu wakamuua. Walimuua kwa sababu tulikuwa na ubiri. Sasa hiyo tukaweka mazingira fulani, lakini Mungu tuliona Mungu ameruhusu kumaliza nini? Mwendo wake. Sasa hiyo ni katika vita. Sasa kuna kisa kingine ambacho ni maarufu pia katika Biblia ambacho nataka tukiangalie na tukipitia pia. Tumeona nguvu ya kanisa katika vifungo. Kuna mtu mmoja anaitwa Mfalme Manase katika Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 33 mstari wa kwanza mpaka 13. Hichi kisa kilinifariji sana. Kilinifariji kwa sababu gani? Katika movement ya mahubiri yangu, kwa sababu unapokuwa unahubiri utakutana na jamii ya watu ambayo imekata tamaa, inaona Mungu hawezi kumsamehe. Nishawapa kisa nikiwa kwenye makambi. Kwa rafiki yangu mmoja alikuwa amefanya madhambi mengi mpaka anasema Mungu hawezi kumsamehe. Ila sababu Mungu alikuwa ametuachia kisa cha Manase, kuna kitu kiko hapa, kuna vifungo ambavyo hivi vinatokana na wewe mwenyewe binafsi ulichokifanya, sawa yakakupa. Sasa tusome hicho kisa. Msomaji, Mambo ya Nyakati wa kwanza 33. Mambo edit naona 33 haipo. Ni miaka ngapi hiyo? Imeishia 29. Ni 29. 23. 23. Wewe umesoma Nyakati wangapi? Nyakati wa kwanza. Haiko? Hebu soma sura 23. Anasema basi Daudi alikuwa mzee. Hebu subiri sio hiyo. Ngoja nikutafutia hapa, takuwa nimekosea hapo kwenye kuandika. Mambo ya Nyakati sasa 3 iko mbona wewe? Wewe umesoma ipi? Ni wa pili. Hiyo ya pili soma sasa. Nyakati wa pili. Nyakati wa pili. Anda kule 33. Ngani tu edit. Anasema Manase alikuwa na umri wa miaka 12. Ndio alipoanza kutawala. Akatawala katika Yerusalemu miaka 55. Ndio akafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana. Zingatia, akafanya yaliyo maovu machoni pa nani? Pa Bwana. Sawa sawa na machukizo yote ya mataifa aliowafukuza Bwana mbele ya wana Israeli. Kwa maana akapajenga tena mahali pa juu palipobomoa. Ndio alipopabomoa Hezekia babaye. Akazisimamisha madhabahu za Baali. Akafanya sanamu za maashira. Akaabudu jeshi lote la mbinguni. Zingatia, akaabudu jeshi lote la nini? La mbinguni. Na kulitumikia. Akajenga madhabahu katika nyumba ya Bwana. Ndio. Na hapo ndipo alipopanena Bwana katika Yerusalemu, litakuwako jina langu milele. Akajenga madhabahu kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni katika nyumba 2 za nyumba ya Bwana. Tena akawapitisha wanawe motoni katika bonde la mwana wa Hinomu. Akatazama bao, akabashiri, akafanya uganga, akajishughulisha na hao wenye pepo watambuzi. Ndio. na wachawi. Akafanya mabaya mengi machoni pa Bwana hata kumkasirisha. Ndio. Akaiweka sanamu ya kuchonga aliyoifanya katika nyumba ya Mungu, ambayo Mungu alimwambia Daudi na Sulemani mwanawe, katika nyumba hii na katika Yerusalemu niliouchagua miongoni mwa kabila zote za Israeli, nitaliweka jina langu milele. Ndio. Wala sitawaondoshea miguu tena katika Israeli. Anasema wala sitawaondoshea miguu tena Israeli katika nchi niliyoagiza baba zenu, wakiangalia tu kutenda yote niliyoamuru, yani torati yote na sheria na maagizo niliyoamuru kwa mkono wa Musa. Endelea. 9 anasema basi Manase akawakosesha Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, hata wakazidi kufanya mabaya kuliko mataifa
alioharibu Bwana mbele ya wana wa Israeli. Naye Bwana akasema na Manase na watu wake, wala wasiangalie. Betri. Wakati anarekebisha, umefika aya ngapi? Aya, nenda kuisoma mimi Betri, wakati nimeweka Betri. Anasema, basi Manase akawakosesha Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, hata wakazidi kufanya mabaya kuliko mataifa alioharibu Bwana mbele ya wana wa Israeli. Naye Bwana akasema na Manase na watu wake, wala wasiangalie. Kwa hiyo Bwana akaleta juu yao maakida wa jeshi la mfalme wa Ashuru, waliomkamata Manase kwa minyororo, wakamfunga kwa pingu, wakamchukua mpaka Babeli. Nimebaki aya 2:12-13, utaisoma. Ngoja nieleze kidogo. Swali ni kwenu, katika dhambi ambazo amefanya Manase, bwana kanisa, kuna dhambi ambayo umeifikia? Maana alichukua paka sanamu akaingiza kwenye hekalu la nani? La Bwana. Alikuwa na jeuri sana. Na akaabudu jeshi lote la wapi? La mbinguni. Akafanya uganga na uchawi na akawaendea wenye pepo wote wa nini? Wa utambuzi. Na akafanya dhambi kuliko mataifa yote yaliyomzunguka. Yaani Manase kama kuvunja kitabu cha Torati alivunja chote. Na Mungu akasema naye mara nyingi tu, lakini asisikie. Sasa ukijiweka kwa Manase unafiti hapo. Mungu akakasirishwa na Manase. Hebu mstari wa 12. Anasema, hata alipokuwa katika taabu, akamsihi Bwana Mungu wake. Anza 11. Anasema, kwa hiyo Bwana akaleta juu yao maakida wa jeshi la mfalme wa Ashuru, waliomkamata Manase kwa minyororo, wakamfunga kwa pingu, wakamchukua mpaka Babeli. Hata alipokuwa katika taabu. Sikia kidogo hapo. Huyo ni mfalme akafungwa kwa nini? Minyororo. Kwa pingu mpaka Babeli. Hata alipokuwa katika taabu. Tulie kidogo tu, sio na haraka. Sasa hapa tunakubaliana kwamba kuna vifungo ambavyo unavipata kwa sababu ya dhambi. Tunakubaliana Petro alipitia changamoto si kwa sababu ametenda nini? Kwa sababu hiyo ilikuwa inaitwa trial au matokeo ya kazi ya nani? Ya Mungu. Lakini Manase anafanya uharibifu, yanamkuta. Njia nikupe habari njema. Ukifanya uharibifu na mambo yakaje yakakukuta, ukimlilia Mungu anakulingania. Sawa Lakini ulichofanya akiondoki. Umesikia Shayo? Kuna watu ni waamini wana ukimwi, si unafahamu? Wanafikiri ukienda ukaiba ukakatwa mkono, siku ukaamini utaomba Mungu atafanya mkono utokee wote. Hapana. Haiwezekani. Kwa hiyo utafanya mambo mengi, Mungu atakusamehe, lakini matokeo ya kile kitu akiondoki. Tena usipoangalia kinaweza pia kikamwasili na mtoto wako na mjukuu wako mpaka kizazi cha 3 na cha 4 cha wale wote wamchukiao. Ndio maana nikasema kwamba bayana kwa mtu ambaye ni kijana leo, hebu kuwa makini sana. Kwa nini? Makini. Yaani usiinvesti dhambi juu ya nini? Dhambi. Maana kila dhambi itahukumiwa. Kila dhambi ina matokeo yake. Maamuzi unayoyafanya leo yana matokeo yake ya nini? Ya kesho. Kwa sometimes kuna changamoto ambazo zinakuja ni kwa sababu ya historia yako. Ndio maana ukiwa unafanya deliverance lazima uangalie historia nani? Ya huyo mtu. Sawa sawa Na historia haifutiki. Ila Mungu anaanza upya na wewe. Bwana asifiwe. Amen. Sasa maliza mstari wa 12, sikia vizuri hapo. Onyeshe kwa nini nasema hicho. Hata alipokuwa katika taabu, akamsihi Bwana Mungu wake. Ndio. Akajinyenyekeza sana mbele za Mungu wa baba zake. Maliza. Akamwomba, naye akamtakabali. Akayasikia maombi yake. Akamrudisha tena Yerusalemu. Akamrejesha tena wapi? Yerusalemu. Katika ufalme wake. Na baada ukisoma hicho kisa hapo chini, Manase akaanza kufanya reformation.
akaanza kuondoa ile miungu, akafanya kila kitu, lakini ilimsumbua sana, maana watu wameshawatengeneza, wameshakuwa jeuri, wanapenda kuabudu nini? Miungu. Ukisoma hapo chini tunaona alishindwa kufanya mambo mengine. Na Manase ni product ya Ezekieli mfalme. Ni Ezekia. Mfalme Ezekia. Maana Ezekieli ni nabii, Ezekia ni ule mfalme. Ezekia wakati anaambiwa na nabii Isaya, ametuma na Mungu, tengeneza mambo yako utakufa. Ezekia aligeukia ukuta, akaanza kumwomba Mungu aweze kumlizia, na Mungu akampa miaka mingapi? 15. Na Manase anaanza kutawala akiwa miaka mingapi? Tumesoma hapo miaka mingapi? Wewe hebu anza mstari wa kwanza. Ulikuwa umesinzia. Haya soma. Manase alikuwa na umri wa miaka 12 alipoanza kutawala. Umesikia? Na Ezekia aliomba miaka mingapi? Kwa maana baada ya miaka 2 akamzaa nani? Manase. Sometime Mungu akikwambia jambo ukubali tu. Maana ana hekima kuliko wewe. Huenda asingemzaa Manase kusingekuwa na huo uharibifu. Na dhambi ya Manase, nje niwaambia habari njema, alizofanya Manase Mungu akuzinyamazia, alimsamea Manase, lakini alizilipa kwa wana wa Israeli. Hata wale ambao kutenda dhambi ya Manase. Kwa leo kuna watu wanapitia uharibifu wetu sisi, vizazi vyetu, ama sisi tunapitia malakalaka ya wazazi wetu. Si kama tumetenda ile dhambi ya nani? Ya wazazi. Ni kama leo tunakufa kwa dhambi ya nani? Sisi tulikula tunda? Hatukula tunda? Menso tuko pamoja? Kale kajamaa kako kale kachalika kanaweza kakapatilizwa mambo yako wewe. Yaani wewe unaruka sadaka zako, lakini katika kajanja kuna njia ya kuchomoka. Bwana asifiwe. Kuna ukoo, ukisoma ule ukoo wa mataifa ya Israeli yale ya upande wa kaskazini, kuanzia mfalme Yeroboamu mpaka wa mwisho Hosea, hakuna kiongozi wote wa Israeli katika tabaka lile iliyojitenga ambaye ataenda mbinguni. Wote walimwasi Mungu, wakafa katika dhambi. Ni mtoto tu wa Yeroboamu mwana wa Nabati ambaye ni mdogo, alikataa kuenenda na masuala ya wazazi wake, ndipo Mungu akasema huyu ndio atakufa kwa amani. Tuko pamoja? Yaani Mungu alimchagua mtu huyu, ila wote walifanya maovu, ndio maana Mungu akaufuta ufalme wa kaskazini. Sasa Manase, pointi ambayo tutachukua hapa, tujiweke sasa, mimi na wewe ni Manase, si ndio? Tukamwomba nani? Mungu ametusamehe, si ndio? Ametuondolea vifungo na akaturejesha katika ufalme wake. Tuko safi kabisa. Lakini tayari tumeshaharibu maisha ya watu wa nini? Wengine. Kwa hiyo ni neema ambayo tuko nayo. Kila dhambi Mungu anaifanyaje? Anaisamehe kwa ajili yake mwenyewe. Sasa kuna watu tumesamehewa huko ndani, lakini tayari tuna uharibifu ambao tumeshautengeneza binafsi, na tumeshatengeneza uharibifu kwa watu wengine. Hapo ndipo tunaumia kuona ile madhara. Hapo niambie, leo Adam aliishi miaka 930 akishuhudia vizazi 7 mbele yake. Maana Enoko yuko, Adamu yuko. Na kipindi cha Enoku watu walikuwa ni waovu mno. Yaani ukisikia leo wana wa Mungu wakawatamani binti za nani? Wanadamu. Hapo Nuhu anatumwa. Wakati Nuhu anatumwa, Lameki alikuwepo, baba yake. Na babu yake ambaye anaitwa Metusela alifanyaje? Alikuwepo. Kwa hiyo waliyaona haya maneno vibaya sana katika mambo ya dhambi. Sasa Adam alikuwa anaangalia jamii yake ambayo ameizaa watoto wake wanafanya maovu mbele za nani? Za Mungu. Aliumia kuumia. Aliishi maisha magumu. Ndio leo wazazi wetu tunaangalia vizazi vyetu, tunaumia ambavyo vimepikika, vina maisha ya ovyo, kwa sababu sisi wazazi tumepanda nini? Mbegu. Jana kuacha mafungu hapa, ninachokisema uende hujakielewa. Hebu msomaji nisomea mafungu haya. Wafalme wa pili 23 mstari wa 26 mpaka 27, nisomee. Anasema, walakini Bwana
hakuuacha ukali wa ghadhabu yake nyingi, ambayo kwa hiyo hasira yake iliwaka juu ya Yuda, ndio kwa sababu ya machukizo yote ambayo Manase amemchukiza. Bwana akasema, nitawahamisha Yuda pia mbali nami, kama nilivyohamisha Israeli, nami nitautupa mji huu niliochagua, nami Yerusalemu na nyumba ile niliyoinena, jina langu litakuwa humo. Asante. Maana Mungu amefuta uovu wa Manase binafsi, si ndio? Lakini akufuta matokeo ya dhambi ya nini? Manase. Kwa leo huenda tunaishi kwa matokeo. Ndio leo kwa mfano tu, kwa nini leo hata kwenye ndoa watu hawalizishani? Kwa sababu moja, binti ameshatumika kabla ya nini? Ya ndoa. Mwanaume naye katumika kabla ya nini? Ndoa. Ya ndoa. Sasa mnapokutana wote mna experience. Sasa hilo jambo litawasumbua. Leo kuna mitandao ya kijamii, kuna lugha za ajabu. Sio kibamia, sio nini. Umejuaje kama wewe si mwasherati? Sasa hiyo ndio inatusumbua watu wengi katika ndoa zetu. Ila kama tungeanza tuko freshi, usingejua sio kuna nini. Hizo habari singefanyaje? Singekuepo. Naeleweka vizuri eh? Ndio. Sasa tunaishi katika matokeo. Sasa tunaanza kuwa na experience na ujuzi fulani wa kutengeneza mambo yetu wenyewe. Ni kama wanafunzi walipokuwa wanahangaika kwenye chombo kile kinapigwa msukosuko, wao wanapiga nini? Kasia, kujiokoa. Waliposhindwa, Yesu tufanyeje? Tuokoe. Ndio akamkumbuka Yesu. Kwa katika ndoa, katika maisha ya kiuchumi, katika maisha yote tunapiga kasia sana. Mambo yaeleweki kwa sababu tumesahau mahali petu. Ni kumwambia Yesu tufanyeje? Turejeshe. Kama Manase akapiga magoti, akahuzunika, akaungama, akalia, Mungu akafanyaje? Amsikia. Hiyo ndio swala, hiyo ndio njia ya kutuokoa tu. Hakuna njia nyingine hapo. Bwana asifiwe. Amen. Na kulingania mwenendo. Soma andiko hili. Sura ya 24. Hiyo Wafalme wa pili, mstari wa 3 na 4. Angalia hicho kitu. Anasemaje? Hakika kwa amri ya Bwana mambo hayo yalimpata Yuda, ili waondoshwe kutoka machoni pake, kwa sababu ya dhambi za Manase. Kwa sababu ya dhambi za nani? Za Manase. Kumbe na leo bwana Mensodi Kevin, inawezekana pia dhambi zako zikawaondoa watoto wako katika nafasi yao. Ile kwa wale ambao ni waovu, si wenye haki. Una kitu utakayoweka sawa hapo. Endelea na andiko. Anasema ndio, kwa sababu ya dhambi zake Manase, kadiri ya yote aliyoyafanya, tena kwa ajili ya damu zisizo na hatia alizozimwaga, kwani aliujaza Yerusalemu damu zisizo na hatia, wala Bwana hakukubali kusamehe. Asante. Kwa mfano utaona zile nchi ambazo zinamwaga sana damu, basi tunamwonea huruma yule mtu anaitwa Gaddafi. Ukisoma historia ya Gaddafi, alimuua mfalme wa pale, na alifanya madhambi ya kuua watu wengi sana. Kwa hiyo Gaddafi anapokuwa anatendwa kile kitendo, usifikiri kwamba pia mambo yanakuja tu hivi akaonewa. Saddam aliua sana. Hakuna dhambi mbaya yenye kisasi kama nini? Damu. Kama damu. Fuatilia wanajeshi wengi ambao wameua sana kinyume cha sheria, wanakuwa hunted, walali. Hizo kesi ziko nyingi, wanahota, wanasumbuliwa na wale wanatokewa na zile sura walizofanyaje, walizoua, wana maisha magumu sana. Soma kisa cha mfalme Huanji huko China huko. Aliua sana. Maisha yake yote yalikuwa ni hunted. Kwa sababu hiyo dhambi ya kuua ni mbaya, waga Mungu analipiza. Sehemu temba damu imemwagika, waga hiyo zikuwa salama baadaye. Never and ever. Hapa Ellen anasema hivi, kuna Prophet and Kings ukurasa wa 382, toba isingeweza kufuta uovu aliyoutenda, yani Manase. Wale waliokuwa wameingizwa katika ibada ya sanamu kwa mfano wake wasingeweza kurudishwa kwa Mungu wa kweli. Mbegu aliyoipanda ilizalisha mavuno ya uharibifu yaliyoleta maangamizi ya mwisho ya ufalme wa Yuda. Naeleweka vizuri eh?
Lakini kuna kitu hapa, Ellen G. White hapo pia anasema Prophet and King ukurasa 382 anasema toba ya Manase ingawa ilikuwa ya kushangaza na ya ajabu, inaonyesha huruma isiyo na kikomo ya Mungu kwa wale walioanguka vibaya mno. Sasa kwa mtu mmoja mmoja, Mungu hamkatai mtu aliyetenda uchafu mkubwa zaidi iwapo anajinyenyekeza na kumlingania nini? Bwana asifiwe. Hiyo ni neema. Tumepata neema kabisa, tunasamehewa, lakini sa matokeo Mungu anaachia. Ndio maana hili dhambi hizo kutoka duniani mpaka Mungu angamize nini? Dunia na wenye dhambi. Hii nukuu Testimony for the Church inasema hapo, nimeweka pale ukurasa volume 1 ukurasa 295. Maombi yanatikisa mkono wa Mwenyezi Mungu. Giza la yule muovu linawazunguka wale wanaopuuza kuomba. Vishawishi vya chini vya adui vinawavuta kutenda dhambi, na hii yote ni kwa sababu hawatumii fursa ambayo Mungu amewapa katika utaratibu wa kiungu wa maombi. Shetani anatetemeka anaposikia sauti ya nini? Maombi. Ya maombi. Bwana asifiwe. Hatuwezi kumtetemesha ibilisi kama tufanyaje? Tuombe. Maana unakuwa umejiondoa katika uwepo wa nani? Mungu. Wa Mungu mwenyewe. Sema idle mind is a workshop of the devil. Sasa sijui kama nimemwacha mtu, kama nimemwacha unaweza kunyosha mkono. Zimeshakimbia hivyo? Ulio 5 mwanzo. Nilitoa 5. Wewe kipindi kile dakika ngapi? Lisaa. Zimekula sawa. Si mbaya. Sasa tukimbie tunakalaka hapo kwa hizo dakika 5. Naomba tusome hii nukuu. Hakuna hatari kwamba Bwana atapuuza maombi ya watu wake. Hatari ipo katika kwamba wakati wa majaribu na mateso watavunjika moyo na kushindwa kudumu katika maombi. Mwokozi ameonyesha huruma ya kuingu kwa wale wanaofungwa na nani? Na shetani. Unajua kutoka katika maombi sana, kama uombi kuna hata ukipatwa na hasira unaweza kujitoa umereact ila kama umeingia katika unafanya maombi, una huduma ya maombi yoga, na kuna kitu ambacho inakuwa diluted. Sasa point ni nini? Hapa nitarudi hapa katika mwenendo mbaya. Naomba tuje hapa sasa. Maisha baada ya kufunguli vifungo. Nilisema kwamba kabla siingia hapa kuna ile hali kwamba kuchukua asili ya wazazi. Tumeona Manase alimzaa mtu mmoja anaitwa Amoni. Amoni alikuwa ni mwovu sana. Amoni akaja akamzaa mtu mmoja anaitwa Yosia. Yosia akawa mchamu. Kwa wakati wa Yosia Mungu alistopisha mapatilizo ya Manase kwa Yosia, sababu Yosia alifanya matengenezo. Tuko pamoja Yosia alivyokufa, mtoto wa Yosia anaitwa Yoahazi akawa mwovu, akakamatwa. Akaja Yekonia akakamatwa. Sedekia akawa mfalme wa mwisho, nchi ya Yuda ikapatili. Ila kwa Yosia alisimama. Kumbe inawezekana kwamba katika mlinganio wote wa vizazi vyenu viovu, tuko pamoja, ukaamua kufanyaje? Kusimama, kusema rudisha. Katika nyumba yenu Mungu na ukoo wenu akapata mtu mmoja ambaye amesimama kwa ajili yake. Kwa hiyo Mesodi, unapokuwa umesimama katika hatua hiyo, usifikiri kwamba shetani atapenda uwe hapo, anatamani akurejeshe kule kule. Sasa atakutempt. Tuko pamoja? Sasa unapokuwa unakaza ukasema rudisha, ukasimama, Mungu atabadili ule uteka. Bwana asifiwe. Amen. Wala usiku kama leo unaingia kwa Yesu eti kesho mambo yanakuwa mazuri. Na watu wengi wanaasi imani kwa sababu hiyo. Njoo kwa Yesu. Akija anakutana na changamoto, maana hajafundishwa vita, maana Mungu ni mtu wa vita. Sasa tumalize hapa kwenye mwenendo mbaya kidogo kabla sijaingia hapa ambapo tunataka tuhitimishe. Nitachukua tazida kwa sababu tuna mambo mengi chini leo ya 15 zangu. Hebu nisomee msomaji. Nipo. Nisomee kitabu kile cha Wafalme wa kwanza sura ya 14 na ule mstari wa 10 mpaka 11. Anasema tazama, kwa hiyo mimi nitaleta mabaya juu ya nyumba yake Yeroboamu. Huyu Yeroboamu kwa ni mfalme wa kwanza wa Israeli. Acha ufalme ulio wa Sulemani, ufalme uliogawanyika makabila 10. Yeroboamu Mungu alimpa ufalme, lakini akawa mwovu sana. Soma. Nami nitamkatia Yeroboamu kila mwanamume aliyefungwa na aliyeachwa katika Israeli.
nami kuondoa nitamuondoa, waliobaki wa nyumba yake Yeroboamu, kama mtu aondoavyo mavi, hata itakapokwisha pia. Yeye afaye kwa Yeroboamu mjini, mbwa watamla. Metosha. Huo ni ukoo wa nani? Wa Yeroboamu. Yeroboamu na kizazi chake chote, kasa yule mtu mmoja tu Mungu aliupatiliza. Haya, nisomee Wafalme wa pili wa kwanza, hiyo sura 21 na mstari wa 21 na mpaka mstari wa 24 kama unaandika. Soma. Anasema, ndio, angalia nitaleta mabaya juu yako, nami nitakuangamiza kabisa. Hiyo ni nyumba ya Omri ambayo ilimzaa mfalme Ahabu aliyemwoa Yezebeli. Nami nitakuangamiza kabisa. Ndio. Nitamkatia Ahabu kila mume, ndio, aliyefungwa na aliachwa katika Israeli. ng'ombe. Kisha nitaifanya nyumba yako iwe kama nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati, ndio, na kama nyumba ya Baasha mwana wa Ahia, ndio, kwa ajili ya chukizo ulilolichukiza hata kunighadhabisha ukawakosesha Israeli. Tena Bwana alinena habari ya Yezebeli akasema, mbwa watamla Yezebeli. Inatosha. Sasa pointi nini hapo? Pointi ni kwamba tunaona, bwana msomaji, ndio, wazazi wanaweza kufanya watoto wao wakapitia wakati nini? Mgumu. Tuko pamoja? Ndio. Sasa ukombozi wa Yesu unapokuja unafanya kitu kimoja. Petro wa kwanza 1:18 na ule mstari wa 19. Nisomee. Petro wa kwanza 1. Ndio. 18 na 19 anasema. Anasema hivi, nanyi fahamuni kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, ndio, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa, mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani. Inatosha. Kwa maana kuna mwenendo usiofanyaje? Usiofaa, ambao tumepokea wapi? Kwa baba zetu. Si unafaa unazaa mtoto anafana baba yake, si ndio? Kama anafana baba yake katika mwili, pia tabia. Hiyo ni Petro wa kwanza 1:18 kama unaandika, umeona mnahangaika lokundo hilo fungu na mstari wa 19. Kumbe bwana Kevin, tukikuona wewe unafana baba yako, si ndio? Kimwili, lakini pia in spirit kuna spell ambazo mko sawa. Sasa hapo ndipo nataka tufundishane. Angalia baba yako anapitia nini leo kiafya. Kuna possibility ndio ukafanyaje? Ukapita, mimi babangu ana hivi vipelepele hivi vidotidoti hivi. Hivyo vinatokea hapa navyo. Na mimi niko na. Sasa unafikiri tabia yake sitachukua? Kama baba yako ni choka mbaya, inawezekana pia ukawa nini? Choka mbaya. Unafahamu kuna kizazi ambacho unakuta bibi kazalia nyumbani. Mama kazalia wapi? Nyumbani. Mtoto? Nyumbani. Mjukuu? Nyumbani. Amje kuona? Ipo. Siko. Kaoe hapo uone. Na utazaa ukoo huo kuzalia wapi? Nyumbani. Yaani usisumbuke. Tabia unaiangalia kwa wazazi. Ndio maana watu wa Mungu waliambiwa wasichanganye ovyo ovyo mbegu zao. Unapaswa kuoa kwa unaoamini. Bwana asifiwe. Amen. Na zaidi ya hicho, unaoa katika ukoo ni kusumbuliwa tu. Umeelewa? Baba ana simile, anakuangukia wewe kila kitu. Ukoo unakuwa unakutesa. Yaani wewe ni mateso na kamba. Kama wewe ni mtu wa kamba, utavutwa na kamba. Ndio maana leo natakiwa uanze kufikiria upya. Na kama tumeshaharibu, tufanye matengenezo kwa neno la Mungu. Bwana asifiwe. Matengenezo si mafundisho tu haya kwamba wewe unaacha hili na kuja kanisa hili. Tuko matengenezo ni endelevu, yapo mengi zaidi. Kuna mtu ana swali hapo? Tuko pamoja? Inaeleweka? Sasa kwa ina maana mienendo tunapokutana leo kama mume na mke katika familia, tuangalie tumetoka wapi? Baba yako ikoje? Mama yako uko wenu uko vipi? Sasa hapo muanze kucheza chama la Yesu. Bwana asifiwe. Chama la nani? La Yesu, la kupambana na huko na wapi? Na huko, na kuweka misimamo. Mtachukiwa ila baadaye mtasimama, mtakuwa ukombozi wa familia. Bwana asifiwe. Ndio iko hivyo. Tunapitia magumu, lakini tutasimama. Sasa hiyo kabisa eleweka. Tumalize hapa Zaburi 116 mstari wa 16. Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako, mwana wa mjakazi wako, umevifungua vifungo vyangu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa baada ya kufunguliwa unashangilia kwa nani?
Sasa unapofunguliwa unaamini vipi? Pale ambapo unatoka kumwomba nani? Bwana. Kwa Bwana, hapa nimeharibu, ila nimegundua kwako kuna neema. Asante kwa kunisamehe, naomba unifungulie vifungo hivi. Tuko pamoja? Yesu anafanyaje? Anafungua. Alafu ukitoka hapo unashangilia. Kwa nini? Nisomee Marko 11 ule mstari wa 23 na wa 24. Utaona kwenye maombi, ili ionekane umefunguliwa, maana huwezi kuelewa umefunguliwa, lakini utaelewa kwa pointi hii. Nisomee. Anasema, ndio, amin nawaambia, yeyote atakaye uambia mlima huu ng'ooka ukatupe baharini, ndio, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo yasemayo yametukia, yatakuwa yake. Bwana asifiwe. Kumbe shida ni kutokuwa na nini? Imani. Yaani unaomba tena baadaye tena unasimulia shida hiyo hiyo. Unalalamikia jambo hilo. Mwenye imani akimaliza kuomba anaamini, hii ishakuwa yangu. Bwana asifiwe. Maadamu umeomba kwa mapenzi ya nani? Mstari wa 24 anasemaje? Kwa sababu hiyo nawaambia, yeyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Nayo yatakuwa nini? Yenu. Kwa ina maana leo wala ukiomba Mungu nifungulie hiki, nimetambua kosa, ukitoka hapo ni nini? Umefunguliwa, ni chako. Umeelewa? Sasa shida, shetani waga anakushika kidogo hivi, si ndio? Hivi nimepokea kweli? Unaanza mashaka. Hebu niseme Yakobo 1:7. Yakobo 1:7 anasema hivi, mtu mwenye shaka, maana mtu kama yule, yaani mtu mwenye shaka, mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Endelea. Anasema mtu wa nia mbili. Mtu wa nini? Wa nia mbili. Maliza. Usitasita katika njia zake zote. Asidhanie kama atapata kitu kwa nini? Kwa Bwana. Maana leo unaweza kushangaa mchungaji anakuombea, mbona sipati? Shida si yule mchungaji, shida nani? Ni wewe mwenyewe. Mtu anakuombea hiki, wewe uamini. Haya maswala lazima uangalie power ya Yesu. Na Mungu anapokusamehe, kubali umefanyaje? Umesameheka. Hicho kitu usikifikirie tena. Kwa nini nasema hivyo? 43:25 Isaya. Utaona hapo Mungu anakusamehe kwa ajili yake mwenyewe. 43:23 nasemaje? Huku niletea mwana kondoo. Isaya 43:25. Anasema mimi naam, mimi ndimi niyafutae makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Kumbe Mungu anayafuta makosa yetu kwa ajili yake mwenyewe. Yaani Mungu anasikia raha. Wala sitazikumbuka dhambi zako. Maliza. Anasema hivi, unikumbushe na tuhojiane. Eleza mambo yako, upate kupewa haki yako. Bwana asifiwe. Kumbe tunapaswa tumkumbushe. Alafu ukishasamehewa ni kwa ajili yake mwenyewe. Alafu hatazikumbuka. Wewe ukikumbuka dhambi yako, nani ana shida? Ni Mungu au wewe? Wewe ndio una shida. Umeelewa? Kwa hiyo dhambi yako ukishaimaliza, malizana nayo, kwamba wewe si fungu langu tena. Kama ni kifungo, kwamba hichi Bwana umenifungua. Shetani akikushikashika hivi, mwambie sifunguki, si fungu langu. Asante. Tushamalizana na wewe. Umeelewa mpaka hapo? Daudi, nampenda Daudi. Kwani Mungu alimpenda Daudi moyo wake kama moyo wake? Daudi alikuwa akiomba amemaliza. Sawa? Sema kwa jina la Bwana nitaruka ukuta. Haleluya. Hao wanataja magari, hao farasi, ila mimi nataja jina la nani? Shida tunataja matatizo yetu ya zamani. Na leo kuna watu wanapenda kujisifia, mimi zamani nilikuwa kiwembe sana. Zamani mimi. Wewe hujasamehewa. Bado unapenda wapi? Huko. Historia ya zamani natakiwa ifanyeje? Uiishe. Na kwa habari njema, usipende kuisimulia historia yako mbaya baada ya kuingia katika historia nzuri. Itakuharibia historia. Tuko pamoja? Anzia wapi? Hapo ulipoanzia na Bwana kusonga wapi? Mbele. Yaliyopita ni nini? Paulo anasemaje? Ya nyuma ni nini?
Mshasahau? Anayaona kama nini? Mavi. Bwana asifiwe. Ni kusonga wapi? Mbele. Yesu anasema siku moja yatosha kwa maovu yake. Yaani hiyo siku imalizane nayo. Leo siku hii niliharibu, sasa Mungu nisaidie, kesho nifanyeje? Nisonge nini? Nisonge mbele. Hiyo ndio vita. Bwana asifiwe. Amen. Hata watu ambao hiyo kanuni hiyo, hata kama mtu nafasi yake ni biashara, waga afeli biashara. Yeye anajua hii hasara ya leo hainifanyi kesho nipate nini? Hasara. Sikia vizuri nukuu, anasema hivi. Anasema njini isome haraka hapa. Hii ni kwenye glad tidings, siweka nukuu hapa, ni into glad tidings, yani habari njema ya wagona. Kristo alitukomboa kutoka katika laana. Laana hiyo ni matokeo ya dhambi. Umaskini, magonjwa na utumwa wa kiroho, vyote ni sehemu ya laana iliyokuja kupitia nini? Dhambi. Yaani ukiona matatizo ulimwengu yote tokeo nini? Dhambi. Anasema hivi, katika Ukristo ukombozi huo umekamilika. Bwana asifiwe. Amen. Yaani kila kitu ni full package. Imani haimwombi Mungu afanye jambo ambalo tayari ameahidi kulifanya, bali ukubali uhuru ambao tayari umenunuliwa pale wapi? Calvary. Kwa imani haimwombi Mungu. Hivi unaelewa vizuri? Imani haimwombi nini? Mjanielewa vizuri. Soma, angalia hapa. Wagona huyo nukuu iko pale. Christ and his righteousness. Hicho kitabu sema ni kiprinti mwe nacho. Nguvu iliyoumbwa ulimwengu ndiyo hiyo iliyokomboa nafsi kutoka katika kifungo cha dhambi. Mungu anaponena neno lake linabeba nguvu ya kutimiza kile linachosema. Upasi kujifanya uwe huru mwenyewe. Unapaswa tu kujisalimisha kwa neno linalokuweka nini? Huru. Yaani ile neno ambalo limeandikwa ndio kifungo chako. Tuko pamoja? Yaani ni kuliamini nini? Neno. Lile si kuombaomba. Unaomba, unapiga magoti baada ya kusoma nini? Lile neno, kwamba Bwana asante umefungua kifunguo cha andiko liko, si ndio? Unasema asa? Si unaombaomba. Sema tunaomba hatupati kwa sababu tunaomba nje ya mapenzi na nje ya ile neno. Sikia nukuu. Anasema Kristo alifanywa laana kwa ajili yetu ili baraka Ibrahimu itujie. Baraka Ibrahimu ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni haki na uzima, lakini pia ilijumuisha ulisi wa kimwili na wa kimaisha, temporal inheritance. Ndani ya Kristo kila mnyororo wa giza na mipaka ambayo shetani ameiweka juu ya maisha yako imekwisha fanyaje? Bwana asifiwe. Amen. Imani ishakusha kuvunja. Imani haitengenezi uhuru, inapokea kile ambacho tayari ni chetu ndani ya nani? Kristo. Kwa hiyo unataka ufanyeje? Kanisa, unataka ufanyeje? Upokee. Hapo ndipo kuna kimbeme na shughuli. Pokea. Sasa siri kwamba pokea gari. Utapokea mpaka upokee. Tunapokea kilichoandikwa. Kwamba nimekupenda. Asante Mungu kwa kunipenda. Nimekukomboa. Asante kwa kunikomboa. Kwa imani inapokea kile ambacho Mungu amekimalizia pale. Sikia hii nukuu, unaipenda. Hii kitabu Consecrated Way to Christian Perfection. Shetani anakuambia kwamba wewe ni mwenye dhambi, umeungwa na tabia ambazo huwezi kuzivunja. Mwambie hii ndio nuru naambia ile ya mwaka 1988 ambao Sabato alikataa. Leo Sabato ndio ni watu wa kufungua watu, wa kuombea watu, kutoa vifungo vingi, lakini walikataa nuru. Leo wako gizani. Hawana power. Anasema hivi, ndio mimi ni mwenye dhambi, lakini Kristo alikuja kuokoa wenye nini? Yaani Ibilisi akikutempt mwambi basi. No. Sema damu yake inasafisha kutoka katika dhambi zote, sio kesho, bali nini? Sasa. Maana tu unapokubaliana na tathmini ya Mungu juu ya nguvu ya Kristo, shetani anakosa mahali pa kushikilia. Bwana asifiwe. Amen. Anakosa, atakushika wapi? Umetoboa. Sasa turudi pale. Tumalizie sasa hapa. Hivi. Anasema hapa, nataka nitoe kisa tumalize somo letu. Farasi wa mashindano wanauzwa kwa bei kubwa sana, hasa wale wenye nasaba ya bloodline nzuri, rekodi za kushinda mbio za wazazi wao maarufu. Sawa? Kwa nasema cha kitu. Baada ya kushinda, baada ya nini? Ushindi. Tunahamishwa, tunaingia katika nafasi ya washindi. Bwana asifiwe. Leo rafiki yangu, kama wewe unawaza babu yako, Mesod babako nani? Linus babako nani? Huyu mwingine tunamfahamu. Tumwache.
lakini si uko naye na babu yako ule ukoo sijui nini majina yenu kule juu Karugaba sijui nini juu Shayo mna majina yenu kule, si ndio? Masawe sijui Marunda tuko nayo kule. Sasa hayo tubaki nayo kwa maana ya kuitwa katika dunia, tuko pamoja. Lakini sisi kiroho unapaswa kujikubali. Na hata leo tunakataa mila kwa sababu gani? Hizo hazituhusu. Waislamu wanasema kama sisi tuna mila ya Ibrahim. Tunasemaga hivyo. Huo msemago anaupenda sana kwa Waislamu. Ingawa wana mila kweli ya nani? Ya Ibrahim. Mila ya Ibrahim ni imani. Sisi mila yetu hiyo nani? Mzee Ibrahim. Bwana asifiwe. Hilo ndio wingu ambao tutakatwe nalo. Sasa hii hawa farasi nimeweka hapa wanaitwa thoroughbreds. Ni farasi ambao wana ukoo wa miaka mpaka 200, 300, 500 huko nyuma, ambao wazazi wao walikuwa ni washindi. Wanauza kwa mahela mengi. Kwa mfano farasi hapa mauzwa kwa dola milioni 4.2. Dola milioni 4.2 ni kama bilioni 9 za Tanzania. Ukipewa hapa uje kanisani unakuwa unatembea hivi, mchungaji ni nani? Unaingia tu hapo, ukibariki tukikuombea upata IC tu auje kanisa. Inapancha. Unaanza mambo mengi, unaanza kuipenda gari kuliko nani? Na mtu mmoja nilimkemea mmoja huko niko garage siku ya Sabato. Yaani anaipenda gari kuliko nini? Na nikamwambia Mungu hata kufanikisha. Alipata tabu mpaka akaja akaomba msamaha. Bwana asifiwe. Kuna wakati inabidi mamlaka ifanyeje? Itumike. Tusifanye mzaha kwa jina la Mwenyezi Mungu. Sasa njoo upo shuhuda moja hapa. Mungu anatenda. Mungu anafanyaje? Anatenda. Kuna mtu mmoja alinipigia simu, ni muumini hapa kwetu. Mtumishi, mimi nimepata kazi kubwa. Kabla hapa tumeomba tu kazi umeipata hapo. Unataka kwenda kwenye kazi gani kubwa? Ipo kubwa, mshahara umeongezeka. Kabisa wewe unatakiwa mtumikie Mungu, tulikuwa tunaomba mtumikie Mungu, sawa? Kwa sababu basi kama ni mapenzi ya Mungu lakini subiri kidogo kabla hujashuka hujafanya maamuzi, tuombe Mungu. Tukaomba Mungu na nikaomba Mungu. Nikampigia simu nikasema wewe unapaswa huko unakoenda huko ndio kupotea. Tuko pamoja? Hapo ulipo tujaribu kama Mungu kuna kitu ambacho hujakimaliza pale. Mungu alimwambia Ibrahimu alimwambia Ibrahimu akati anatoka nchi ya Kanani. Nchi ya Ure wa Kaldayo. Si alishuka pale Kanani. Akakaa muda mchache, mambo yakafanyaje? Yakaharibika. Akaenda wapi? Misri. Alifanikiwa? Akufanikiwa Isaka, Mungu anamwambia Isaka usiende wapi? Kaa hapa nitakubarikia. Bwana asifiwe. Isaka akatii. Katika kuzungumza vizuri, nikamwambia Bwana wewe kama Mungu usifiche, unataka utoroke, uende uage, uende kwenye kazi hiyo nzito. Watu wa Mungu hatufanye hivyo. Tuliomba Mungu amekupa kazi. Sasa unabidi upige nini? Magoti. Alafu nenda kwa yule aliyokupa kazi, mwambie nimepata kazi nini? Nyingine nataka kwenda. Watu wa Mungu hatuna unafiki. Basi ila muombe Mungu, lakini ninachokiona hapo utasogezwa mbele. Jamaa akaenda akaomba, akaenda pale kwa ile kiongozi akamwambia, ile kiongozi kumbe shampenda, anataka ampe cheo kikuu kwa sababu ya uaminifu na hekima. Akamwambia basi kile ambacho nakitaka nitakupa. Tafanyaje? Nitakupa. Kwa katika mazingira ambayo yakitanisha akamwekea amana hiyo ambayo ndio hiyo anataka aongezewe kule. Na yule bosi hakujua. Mwana sipande cheo. Cheo sometimes unakuta kuna wakati Mungu anafanya kitu ili ufanyeje? Upandishwe. Lakini pointi iko kwamba usishuke wapi? Huko unakoitwa. Maana ukienda kule hiyo kazi ya Mungu utakaa ufanye. Rizika kwanza. Kwa kuna mambo fulani ambayo kama tukimsikia nani? Mungu. Hili jeshi ni zito. Sasa kuna pointi moja hivi. Wingu ndio maana watu wa Mungu hatupasi kuwa sasa na vitu tushakuwa katika Kristo. Basi itosha. Nenda kule. Pita hapa. Nenda kule kwa Anko Bia Batu, nenda kule. Haya. Sasa
Sasa kuna pointi ambayo ipo, shatuka pamoja tukisikia sauti ya nani? Ya Mungu. Hata kama unafanya kazi, kuwa transparent kwamba mimi bwana niko hivi, kuwa hivi. Kuna vitu ambavyo Mungu atavifanya wapi? Hapo. Na mara nyingi unaweza kuwa unang'ania maslahi makubwa, kumbe utaenda kukuharibu. Mungu anataka uwe katika maslahi fulani. Tuko pamoja ili ukuzwe katika nafasi nyingine, katika utaratibu. Sasa ukimwai Mungu, matokeo yake yanakuwa nini? Tamaa. Ana maana yake tamaa ya vijana, tamaa. Sasa hawa farasi wanauzwa kwa gharama kubwa, kwa sababu baba zao walikuwa na ile nini? Ile damu ya kushinda. Sasa leo kwa nini hata leo katika marafiki, yeye niwaambia habari njema. Unapokuwa muamini, achana na marafiki hata kama ni ndugu wengine ambao utaona kabisa huyu siwezi kujenga msingi wangu wapi? Kwake. Usipoteze muda. Kaa na watu, hata matajiri. Tajiri anakaa na rofa. Akai na rofa. Kaa na watu walioshinda. Bwana asifiwe. Utakuwa mhubiri, kana nani? Mhubiri. Utakuwa mwizi, kana mwizi. Simple and clear. Utakuwa malaya, kana malaya. Ndio maana leo unapokuwa nyumbani kwako kama mke, ukiwa na marafiki wa ovyo ovyo, na kama ni mume unaruhusu, mkeo ataadapti ujinga. Uongo kweli? Fukuza katika jina la Yesu. Amen. Akikataa ende na, kwa sababu tabia zinaambukiza. Marafiki wa ovyo wanakufanya kuwa mtu nini? Rafiki wa kwanza anatakiwa baba Mungu. Haleluya. Amen. Wa pili nani? Si Kristo. Wa tatu watu waumini. Bwana asifiwe. Na waumini pia tusio kama marofa tunakaa tu kuimba kwaya kwa jioni. Lazima tuangalie na nafasi yetu ya kazi kimungu ijulikane, na nafasi ya kazi kimaisha ifanyeje? Na hii mtumishi tusiwe watu ambao tusiojulikana. Inapaswa tujulikane unafanya nini? Si ndio manake? Sisi ni watu wa Mungu. Kama unauza nyanya, tununue nyanya. Beni alikuja akatuambia anaendesha nini? Bajaji. Siku hizi mimi yule mtu anamuita nifuate, sasa hivi namuita nani? Beni. Sinamuita Beni. Lazima ijulikane shayo, tukuchangie. Tulia, dakika zangu ziko. Zimesha na hizo? Nimemaliza tapia. Sasa na mwisho hapa. Mwisho katika andiko hili. Waebrania 12 mstari wa kwanza mpaka ngapi? Wa pili. Hilo tuliandike. Lazima tutembee na wingu la mashahidi. Wingu la mashahidi ni kwamba ni kuanzia wale walioshinda. Na Mungu ametuandikia walioshinda, kina Ibrahim, Isaka, Yakobo, Ibrahim, sio nani wote wale. Kina Yosia, Petro, hao ndio baba zetu. Bwana asifiwe. Mungu wa baba zetu. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa wepesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Tuna wingu la mashahidi, watu ambao wameshinda. Bwana asifiwe. Amen. Tunajifunza kwa washindi. Tuko pamoja Franke? Haya, tukimtazamia Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Hiyo tu. Alistahimili msalaba na nini na yuko mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Kwa la msingi ndio hicho, tunapomaliza somo letu kwamba ushindi unatokana na washindi. Haleluya. Amen. Farasi walioshinda ni kizazi cha walioshinda. Ibrahim na wale ni kizazi ambacho kimeshinda, na sisi ni washindi. Lakini pointi ni kwamba tunapomwendea Yesu tukiomba kufunguliwa, tuamini. Hata kama utaona kitu kinakusumbua mara mbili, yani usikiseme tembea nacho. Utaona kuna mabadiliko. Kama vile mazoezi, ukifanya mazoezi mara ya kwanza, na anafanya mazoezi hapa. Mara ya kwanza uliumia. Ukiacha unaumia zaidi. Na bisa ili upooze ili usifanye mazoezi. Usipofanya mazoezi tena utarudia kufanya nini? Lakini ukiumia leo, kesho utaumia. Kesho kutwa mwili unafanyaje? Inakuwa ni tabia. Kwa lazima tuanze hatua. Kwa nini? Hatua utapata tabu, lakini jizoeshe. Utakuta wewe ni mtu wa hivyo. Na maombi si lazima tupige magoti. Tafakari yako toka asubuhi mpaka jioni kwa Mungu ni ipi? Hiyo ni swala la msingi.
lakini na pia kuwafungua watu, tunawafungua watu kwa neno la nani? Neno la nani? La Mungu. Na wewe unaofunguliwa amini. Kwa hiyo huo ndo msingi ambao upo, kwa sababu ndo mwisho wa kipindi chetu. Waje tu nifanye tu upendeleo kwa mtu mmoja ambaye anaelewa aseme jambo, mimi tuombe. Ambaye nimemwacha Kapa ambaye anasema ngoja niseme jambo fulani. Naona tuko sawa sawa. Kwa mtu aliyenielewa mmoja, nipe dakika moja. Alioelewa somo mmoja tu basi, wote mmeelewa. Bwana asifiwe. Unajua lazima darasa lazima ulicheki vizuri. Sasa tutaenda kufanya maombi. Tutafanya maombi, lakini nataka kabla ya maombi nataka jambo moja la msingi. Kuanzia leo hii, kwa kumalizia, kuanzia leo tuanze kujitambua kikanisa. Ndugu yetu, unaishi wapi? Tuko pamoja. Una changamoto gani? Kama unaonesha bodaboda ijulikane, na ushirika ueleweke, maana tunaenda kuhudumiana kikanisa. Sasa tu tunatujua unakaa wapi nini, lazima kama tunakuja kusanya kuondoka tumkatazi, lakini kama ni mshiriki uliobatizwa tunapaswa kuwa na sana maombi ya jumla. Bwana asifiwe. Hata kugawanyika, kuombeana sisi kwa sisi tupate kufanyaje? Kuponywa. Ficha uchi yafanyaje? Azai. Mimi vijana hapo tumeomba nao sana kazi, na hata wengine bado tujiomba nao na wana nini? Shughuli. Hawaeleweki. Ungeta kuoa hamueleweki. Na hapa hatuta pia ruhusu mambo tu ya kuoana ovyo. Tutakufuatilia. Bwana asifiwe. Tutakufuatilia. Kwani tu uje tu hivi tutakufuatilia, tukae sawa. Bwana asifiwe. Amen. Tukae vizuri. Hilo ndio maana ya kuwa na kanisa, fellowship. Ndio maana ya fellowship. Na hapo tutapata viongozi soon. Na leo tutaombea hata viongozi watarajiwa, maana tuna shida ya wainjilisti wengi, tuna shida ya kuwa na mashemasi, tuna shida ya kuwa na wazee wa nini? Makanisa. Watu ambao wamejazwa roho wa nani? Wa Mungu. Bwana asifiwe. Basi mwalimu Biabato, naomba uje. Sisi tutaombea kanisa. Maana tuna safari kubwa ya kwenda mapolini, kwenda kwa Masai, kwenda kwa wapi, kupambana na madude mengi huko. Lazima tujikoki vizuri. Haleluya. Mwalimu, utaombea vijana. Mungu afungue matiraba yao ya shughuli zao na mipango yao ya ndoa. Mungu aiweke vizuri katika jina la Yesu. Alafu mimi nitaombea tu economy ya kanisa kwa ujumla wake, Tanzania na nje ya nini? Tanzania kwa ujumla wake. Kwa hiyo kando hilo pia utaombea pia wainjilisti wanaofanya kazi ya Mungu. Basi Mungu apewe sifa. Karibu. Naomba niseme neno, nimepewa kuombea vijana. Naomba niseme neno kwa vijana. Mimi wakati nilipoingia katika imani ya Waadventista,